Kuna watu wakiingia mahali, kila mtu ananyamaza kimya. Hawanaga drama hawa, hawanaga mabishano ya hovyo. Uwepo wao pekee unatosha kumaliza kila kitu. Sasa swali ni, wanajua nini ambacho wewe hukijui? Sikia ndugu yangu, nguvu si misuli, wala mamlaka si kelele, na heshima si bahati. Kuna saikolojia ya uwepo wa mtu hatari, na watu wachache sana ndiyo huielewa. Leo tunavunja siri hiyo. Hakuna cha kuchunga siri hapa, yaani mambo yote hadharani. Wewe ni mtu wa aina gani ambaye hakuna hata anayekuogopa? Nyinyi ndio wale mnaopuuzia kila kitu. Sasa puuzieni na hii shauri yenu. Sheria 8 za kuwa mtu hatari sana. 1. Unapozungumza na mtu, jaribu kuona tafakari yako ndani yake bro. Unaanzaje kuzungumza ama kuongea na mtu? Kisha unashusha macho chini. Mtazame usoni. Hakikisha unamtazama usoni mpaka ukijitafuta wewe ndani ya macho yake. Hili litakufanya uonekane mwenye kujiamini na mwenye uzito. Uwepo wako utaamuru umakini, na wataanza kukuheshimu, na wataanza pia kuheshimu mamlaka yako bila wewe kusema mengi. Kumtazama mtu usoni huonyesha nguvu yako kimya kimya. 2. Wakati mtu mwingine anapoongea, wewe sikiliza. Wakati wewe unaongea, hakikisha wanakusikiliza. Watu wanaheshimu mtu anayejua kusikiliza, na pia wanavutiwa zaidi na wale ambao maneno yao yana uzito. Ongea kwa makusudi, usipoteze maneno yako na mambo mengi madogo madogo. Kadri unavyopunguza maneno, ndivyo kila neno linavyoongezeka thamani. 3. Katika nyakati za vurugu, wewe kuwa mtulivu, tulia. Utulivu wa akili huleta ushindi. Akili tulivu ndio suluhisho pale wengine wanapoona matatizo. Vurugu ni sehemu ambayo wadhaifu huingiwa na hofu, na watu imara huinuka. Wengine wakipoteza mwelekeo, utulivu wako utaonyesha kuwa una udhabiti halisi. Utulivu wako ndio utaonyesha kuwa unathibiti hali. Utulivu wako ndio utaonyesha kuwa wewe ni mkali zaidi yao. 4. Ukikashifiwa au kutukanwa, hakikisha usikasirike. Watazame kimya kimya machoni mwao wale waliokukashifu. Ukimya mbele ya matusi una nguvu kuliko hasira. Unaonyesha uko juu ya vichochezi vyao. Watapatwa na wasiwasi, na kujiamini kwao kutayumbayumba mbele ya udhibiti wako. Namba 5. Tabasamu kwa macho, si kwa midomo. Ukitabasamu kwa midomo pekee, hiyo ndio inaitwa fake smile. Tabasamu lakini kwa kweli, maana tabasamu la kweli hutoa taswira ya utulivu, udhibiti na kujiamini. Ndipo unaona mtu anatabasamu kwa macho na midomo, na sura yote inatabasamu. Kutabasamu kwa kweli huvunja upinzani na kupunguza mvutano. Tabasamu linaweza kuwa silaha, litumie kwa hekima. Namba 6. Usijibu haraka haraka hivyo. Chukua sekunde chache, kisha jibu kwa usahihi, maana ukimya ni nguvu. Sekunde hizo zinakupa udhibiti wa mazungumzo. Watu wanasubiri maneno yako, na kama walisubiri, ni lazima watayasikiliza kwa makini. Majibu ya haraka mara nyingi hukosa kina, maana majibu ya makusudi huonyesha mamlaka na busara. Namba 7. Tembea kifua mbele, mabega nyuma, mgongo wima. Mkao wako huzungumza mamlaka. Mkao wako ndio huzungumza kabla hujafungua kinywa. Simama imara na utaonyesha kujiamini na heshima binafsi. Watu wengi huvutiwa na wanaojibeba kwa hadhi, sio wewe unayetembea kama ulitoka kupigwa mawe hivi. Wakikuuliza unasema, Biblia kanisani na tukataza kutembea ukiwa umevimbia watu. Shauri yako, nyie ndo mnazarauliwa mpaka na mifugo. Unatembea kama ushachoshwa na kuishi, mpaka kuku mwenye watoto anakudharau, anakurukia. Jifunze kutembea kimamlaka, uheshimiwe kwanza na kuku brother. Namba 8. Ongea polepole, usiongee kama mimi. Hapa naongea kama cherehani kwa sababu nina mambo mengi ya siri ninayotaka kukufikishia kwa muda mchache. Kuongea taratibu ni ishara ya uhakika na kujiamini. Ongea taratibu zaidi pale unapoitwa ili uende uongee, kwa sababu wenye kujiamini hawakimbilii kuthibitisha chochote brother. Kila neno linakuwa na athari zaidi unapolitoa kwa utulivu na makusudi. Bro, tumia hekima tu, vinginevyo maisha yatakufundisha kwa njia ngumu sana. Jua ukweli na ukweli utakuweka huru. Unapozidi kujua ya kweli, unajua ya Mungu zaidi. Andika 100% kwenye komenti kama umefikia mpaka hapa. Dhamira yetu ni kukufanya
upate ukweli ya maisha, ili utokane na kuitwa trash, uanze kuitwa man. Jiunge nasi katika safari hii kwa kusubscribe AIGC Speaker YouTube channel yetu. Ni wako Mwalimu Kelvin Ndume. Amin.